na ni matangazo yanayotoka moja kwa moja katika kanisa la Waadventista wa Sabato, na mbele ya kamera ni Ilize Old Channel TV ndani ya dunia. Matangazo yanayoruka katika ukurasa wa kijamii. Unaweza kutembelea YouTube, Facebook na Twitter. Na tunaingia katika kipindi kingine, ni kipindi cha 4 ambacho ni kipindi cha mapitio maalum ya kwaya za kanisa la Waadventista wa Sabato Magitorio ambao walikuwa jijini Mwanza kwa ajili ya shooting ya Santuri Muonekano volume namba 2. Ni nini ambacho wanaenda kutuletea, na kusihi mshiriki uweze kuwa nami, kuungana nami. Ni nini ambacho wanaenda kutuletea mtazamaji? Kwa majina yako unaitwa nani? Kwa niaba ya mtazamaji, kwa jina ninaitwa Florencia Benjamin, ni mwalimu wa kwaya ya kanisa Magitorio Central. Upo live katika channel ya Ilize Old Channel TV, yani ndani ya dunia. Asante sana, naonekana live. Wapendwa watazamaji, walioko mbele yenu ni walimu wa kwaya ya Magitorio Central, ambao tarehe 8 mwezi wa 5 tunalo jambo letu ambalo tutaenda kuzindua albamu yetu ya pili ambayo inaitwa kwa jina maarufu Usafiri. Usijute kupata albamu hiyo. Dada Flora, safari yenu mlioifanya unaweza ukaisimulia kidogo kwamba imekuwa na changamoto zipi na imekuwa na faida zipi? Unaweza ukanipatia changamoto 2 na faida 2? Katika safari yetu ya uimbaji, unajua jambo lolote mnapolianza lazima kuna faida, lazima kuna changamoto. Hata kama ni biashara, lazima utapata hasara, lakini lazima utapata faida. Kwetu sisi walimu, sijakuelewa. Unaongelea changamoto upande wa walimu, unaongelea changamoto kwa ujumla kwaya nzima? Sijakuelewa. Changamoto ambayo umeipitia katika shooting yenu, hakuna changamoto ambazo umezipitia labda endapo zimekuwa na vikwazo ndani ya kwaya? Changamoto ambazo tumepitia, ambazo tulikuwa tunamwomba Mungu kama ikiwezekana kwa albamu nyingine ambayo tayari iko katika blanket, yani albamu yetu ya 3, ni tukienda katika location tuna uhaba wa fedha. Kutokana na umaskini wetu tulionao, tunaenda katika location za hali ya chini ambazo hazikizi sana viwango na hadhi ya albamu yetu. Kazi ya Mungu inasonga, si kwa mazingira, mbali Mungu yeye anaiwezesha. Nipende kuwaleta kwaya Msafiri alikuwa kisafiri.
naye chui atalala pamoja na mwana-mbuzi, na mtoto atacheza kwenye tundu la nyoka. Ni amani, hakuna kifo wala pia kuzeeka. Dunia yote itajaa na kumjua Mwokozi. Dunia yote itajaa na kumjua Mwokozi. Kama vile maji yalifunikavyo bahari, amani ya nchi hiyo kweli inanishangaza. Mbwa mwitu atakaa pamoja na mwana-kondoo, naye chui atalala pamoja na mwana-mbuzi, na mtoto atacheza kwenye tundu la nyoka. Ni amani, hakuna kifo wala bila kuzeeka. Dunia yote itajaa na kumjua Mwokozi. Dunia yote itajaa na kumjua Mwokozi. Kama vile maji yalifunikavyo bahari. Kama maji yaifukavyo bahari. Nilifuatilia nikajiuliza kwamba kwenye Biblia huu mstari unatoka kitabu gani? Nikatembea nikajiuliza akilini mwangu ni Habakuki sura ya 2 fungu la 14, kwa maana dunia imejazwa maarifa ya kumjua Bwana kama maji yaifunikavyo bahari. Mama, habari yako? Umekuwa mbali kidogo. Ndio. Shida nini wakati tuko kwenye comparison ya nyimbo mlizozifanya? Nilikuwa nafikiria wimbo ufuatao ni wimbo upi? Nimeanza kukujua kwa miongo mingi sana ukiwa ndani ya kwaya hii. Nahisi miaka 2007. Mwaka 2006. Na 6.
Kwenye nyimbo 10 bora, ni wimbo gani ambao umeuchagua muweze kubariki panapo muda huu? Ni wimbo unaosema mtu mmoja. Mtu mmoja atatubariki kwa wimbo wa mtu mmoja, basi tuweze kuwasikiliza. Wimbo unaofuata unaitwa Dunia ya Omboleza. Wimbo unaofuata unaitwa Dunia ya Omboleza. Karibuni tuweze kuwasikia.